usisahau kusubscribe, like na kucomment. Hivi karibuni ofisi ya msajili wa vyama vya siasa nchini ilikitaka chama cha wananchi CUF kurudia uchaguzi kwa wagombea wawili walioshika nafasi ya kwanza na pili wa nafasi ya mwenyekiti na makamu wake wawili. Agizo hilo la msajili lilizingatia kifungu cha 4 kwenye mabano 5 kwenye mabano A cha sheria ya vyama vya siasa na kanuni ya 31 kwenye mabano 3 ya kanuni za usajili na ufuatiliaji wa vyama vya siasa za mwaka 2019 kwenye mabano TSN .953. Msajili alielekeza CUF warudie uchaguzi huo kama ambavyo kanuni za uchaguzi toleo la mwaka 2018 zinavyoelekeza. Sababu za kurejewa kwa uchaguzi huo, msajili alisema ni baada ya kujiridhisha kwamba viongozi wa nafasi hizo walipata kura chini ya nusu zilizopigwa. Maelekezo ya msajili yalikuwa yanataka uongozi halali kuitisha uchaguzi wa marudio kwa kuzingatia kanuni, lakini katika hali ya kutatanisha, walioitisha si viongozi halali wala wajumbe wa mkutano mkuu, na aliyesimamia uchaguzi huo si mwanachama wa CUF wala mjumbe wa vikao vya chama. Badala ya kurudia uchaguzi kujaza nafasi zilizotajwa, watu waliojipa madaraka wameitisha upya uchaguzi na kujaza nafasi hata ambazo msajili hakuelekeza. Katika mkutano wa uchaguzi wa Disemba 2024 ambao msajili amebatilisha matokeo, wawakilishi wake walikuwepo na walisifu mchakato wote wa uchaguzi. Lakini mwishoni mwa wiki iliyopita, si msajili wala mwakilishi wake aliyehudhuria, na kilichofanyika ni watu waliokuwa nje ya uongozi kuteka fursa na kuitumia kupindua meza. Tunauliza, haya ndio yalikuwa maelekezo ya ofisi ya msajili yenye wajibu wa kusajili na kulea vyama? Haya ndiyo yalikuwa maelekezo kwamba wanachama wapindue meza badala ya kuimarisha na kuzingatia kanuni zilizopo? Hatuna maslahi na kiongozi yeyote, lakini tuna maslahi na uimara wa vyama vya siasa, chama tawala na upinzani katika kujenga ushindani wa haki na demokrasia. Haiwezekani ofisi ya msajili iagize mkutano mkuu wa uchaguzi urudiwe kuwapa uhalali na ushindi walioshika nafasi mbili za juu za mwenyekiti na makamu mwenyekiti, wawili wa bara na wawili wa Zanzibar, alafu watu wasiohusika wakaitisha kupindua meza na matokeo yakakubaliwa. Tunaomba msajili atolee ufafanuzi juu ya jambo hili ili ofisi yake ithibitishe haiko nyuma ya mapinduzi haya. Tujuavyo sisi, mkutano halali ni unaoitishwa na viongozi halali bila kujali kitakachowakuta. Hiki walichofanya CUF kwa macho yetu ni batili. Mtazamaji, usikose kupata nakala yako ya gazeti lako la Mwanahalisi kila siku za Alhamisi. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.